so anaomba niachiliwe. Yona akamwangalia, akamuuliza, kwa nini umefikiria kwa miaka zingine mnaotajua hapo nje, mtu anakuambia wewe Lydia uletwa na nini? Unashindwa kumwelezea uletwa na nini cause Alipohukumiwa kifungo cha miaka 10, Lydia Acheng Juma alikuwa binti mdogo wakati huo. Hii ni simulizi ya Lydia Acheng ambaye hata baada ya kumaliza kifungo chake kwa kosa la kumdhulumu mvulana mdogo, anasisitiza kuwa alisingiziwa. Kumbukumbu za jinai, si kumdhulumu, inaanza sasa. Lydia Acheng Juma ni mzaliwa wa kaunti ya Homa Bay. Miaka 15 iliyopita alikuwa mkazi wa eneo la Kiserian, kaunti ya Kajiado. Kama mabinti wengine wa rika lake, alikuwa na ndoto na maoni ya maisha yake. Kwa kuwa giza la kesho alimlikiki, maisha yake yalichukua mkondo tofauti kabisa baada ya kukumbana na mkasa uliofyeka miaka ya dhahabu ya ujana wake. Hatima ya maisha yake ilibadilika alipomnyanyasa kingono mvulana mdogo aliyekuwa mtahiniwa wa darasa la 8 mara 3 kati ya Agosti na Septemba mwaka 2010. Mtoto huyo wa miaka 13 alikuwa mtoto wa rafiki na jirani yake Sofia. Ndi mtu anafikiria vibaya na wewe, unaona. Huku nje pia si wote watakupenda. Hiyo hata bila kuingia prison, si wote watakupenda. Na hiyo ndio tunafundishwa tukiwa huko ndani. So mimi venye nilikuja, mwenye ananipenda ni sawa, mwenye hata anipenda ni sawa. Mahakama ilifumbia macho ukosefu wa ripoti ya daktari katika ushahidi wa kesi hiyo kwa kile kilichoonekana kama mwanya wa kisheria. Lydia Acheng Juma alihukumiwa kifungo cha miaka 10 katika gereza la wanawake la Lang'ata. Baada ya kukamilisha kifungo chake, Lydia Acheng aliwekwa huru mnamo Aprili mwaka 2019. Tangu wakati huo amechagua kuishi maisha ya faragha mbali na macho ya umma. Isaac Lihanda, Kumbukumbu za Jinai.